Never give in. Ifike sehemu watu wa Mungu, usitafute mstari. Kama Mungu ameweka vitu ndani yako, wanyanyuke watakavyonyanyuka, waambie is a matter of time. Mungu wangu ninajua ataingilia kati na atajibu. Na kwa sababu wote ni neno ambalo tunalifahamu sana, si ndio? Kwa hiyo tutalisoma kama tunaimba. Haleluya. Haleluya. Nitasoma na wewe utaitikia, si ndio? Na utaitikia kwa sauti ya ushindi kabisa. Amen. Bwana ndiye mchungaji wangu katika malisho ya majani mabichi. Katika malisho ya majani mabichi, kando ya maji ya utulivu, unihuisha nafsi yangu katika njia za haki. Naam, nijapopita sitaogopa, kwa maana wewe gongo lako na fimbo yako waandaa meza machoni, umenipaka mafuta na kikombe changu hakika siku zote, nami nitakaa. Haleluya. 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 Hii mistari kama ulikuwa sio mtegaji wa kempu unaifahamu ndani ya Mungu. Amen. Lakini nataka tu tujifunze kutoka kwenye hii mistari 6 ambayo siku hii ya leo ninaamini Mungu ataongea kitu kwangu, ataongea kitu kwako. Bwana asifiwe sana. Unapoitizama mistari yote hii 6 imebebwa na mstari hasa ule wa kwanza. Ule mstari wa kwanza unaeleza au mwandishi ambaye ni Daudi akiimba ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wake. Amen. Na hii mistari imekaa kwa namna ambayo ni ya kuifanya inakuwa binafsi sana, si ndio? Ndio maana nimesema hivi, Bwana ndiye mchungaji wangu. Haikusema hivi, Bwana ndiye mchungaji wetu. Halo? Ni mistari ambayo unapoisema ni wewe na Mungu. Amen. Ni mistari ambayo imejaa kutafakari. Na unapoisoma mistari hii, katika huu mstari wa kwanza anapoanza na kusema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu. Ni kama vile tunaweza tukawa tuko kundi kubwa namna hii, lakini tukasimama mbele za Mungu, hatusemi Mungu wetu, pamoja na kuwa wote tunamwabudu Mungu huyo mmoja, lakini nitasema hivi, Mungu wangu. Maana yake ni kwamba kuna kitu changu binafsi nataka kusema mbele za Mungu wangu aliye hai. Oh, haleluya. Daudi anasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Na mchungaji siku zote amebeba kazi hii, kuhakikisha mifugo inakula. Tena sio tu kula chakula kinachotakiwa. Na mchungaji siku zote yuko kulinda, kuongoza, kuhakikisha ya kwamba mfugo haufanyi madhara ya kulisha, haufanyi madhara ya kula chakula kisichofaa. Si unafahamu mifugo ikila mfano majani yasiyofaa, si unajua inaweza ikafa yote. Ni kazi ya mchungaji kutambua ya kwamba haya ni majani sahihi, haya sio majani sahihi kwa mifugo yangu. Huyo ni mchungaji. Lakini unapo
unaweza usipate picha nzuri sana. Kwa nini? Wachungaji wa Kiyahudi ambao mwandishi alikuwa anaakisi, reflect alichokuwa anamaanisha. Mchungaji wa Kiyahudi ana filimbi fulani hivi. Nisikilize kwa makini, kwa sababu ndicho ninachotaka kusema kwenye huu mstari wa kwanza kilichobeba. Mchungaji wa Kiyahudi ana kama hii maiki yangu hapa, filimbi fulani anapiga, halafu yeye anatangulia mbele, kondoo wanamfuata. Wachungaji wa kwetu huku, nije tuna picha ya kwetu ya Usukumani, mifugo inatangulia mbele, mchungaji yuko nyuma, na mchungaji utashangaa muda wote anachapa tu, yeye anachapa tu, anakimbia usiende huku anachapa, anakuja huku anachapa. Yaani mchungaji sio picha nzuri sana, si ndio? Lakini mchungaji wa Kiyahudi hachapi, isipokuwa anapiga kifilimbi chake, anapiga ni kama kimeroni fulani hivi. Oh, sijui kama unanielewa. Oh, haleluya! Ni kimeroni fulani hivi, akiwa anapiga anaelekea mahali sahihi, halafu kondoo wanafuata. Akisimama na wenyewe wanasimama. Hata kama akisimama mahali ambapo bado anatembea polepole, kondoo hawezi akaanza kula kabla mchungaji hajasimama. Huyo ni mchungaji wa Kiyahudi, na mchungaji huyo wa Kiyahudi ndiye anayesema kwenye mstari huu wa 23 ya kwamba ni mchungaji, yani Mungu ni mchungaji. Maana yake ni hii, kila atakakoniongoza nitafuata. Oh, haleluya! Mchungaji huyu anapotembea siku zote, mimi nilishawahi kuona ni kitu fulani hivi, unaweza ukaadimaya, ukatamani kukaa kujifunza juu yake. Lakini kazi ya kondoo sasa, kondoo siku zote anachopaswa ni kusikia na kutenda. Haleluya! 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 Kwa sababu kama Mungu anakuwa mchungaji wetu, sisi ni kondoo wake. Usikasirike kwa mama Makwilasa kanita kondoo. Ni Biblia. Kama Yesu ni mchungaji, sisi ni kondoo wa malisho yake. Amen. Amen. Na kama ni kondoo, lazima tusikie anakotuongoza, anakotuchukua, anakotuelekeza. Lazima tusikie, na tukisikia lazima tutende inavyopaswa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi sisi kwetu leo unaona unakoelekezwa na Mungu, unaisikia sauti ya Mungu anayokusemesha, kwa sababu ni kazi ya mchungaji kuhakikisha nimekula chakula sahihi. Kipindi fulani nakumbuka niliwahi kwenda kijijini kwa mzee fulani. Ng'ombe walikula sijui mihogo fulani hivi. Waliokulia kijijini wamenielewa, si ndio? Ng'ombe wengi walikufa. Unajua, alichapwa fimbo yule, alichapwa sungusungu yule mchungaji. Ulikuwa wapi wakala vitu vilivyosababisha madhara? Sasa nisikilize, sisi Mungu wetu ambaye ni mchungaji, nisikilize, hawezi akakubali ukala matango poli, hawezi akakubali ukala sumu, hawezi
kelele zake, sikilizia confusion yake. Usipokuwa makini kusikiliza Mungu anachosema, utasema Mungu hajanitia hiki. Na mara nyingi sana walokole wengi wavivu kukabiliana na zile hatari. Wakiona misukosuko imekuwa mingi, anatafuta mstari wa kusimamia. Nafikiri haikuwa mapenzi ya Mungu. Unanielewa? Kuna mtu naongea naye, yaani kuna namna fulani tunataka tuendelee, tambalale kwa Yesu, tambalale, alafu malizia tambalale. Kwa Yesu hakuna milima, kwa Yesu hakuna milima. Nisikilize, mchungaji kazi yake ni kuongoza ule mahali upate chakula mahali. Sikiliza, mahali kokote ambako kuna limiki yako, kuna chakula chako, vita yake sio ya kitoto, vita yake ni kubwa sana. Sikiliza, kama ni vita ni kubwa, Mungu amekuamini unao mzuri wa kupigana